Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Familia 4 zinazoishi katika kitongoji cha Isingilo, kata ya Lwamgasa, mkoani Geita, zimejengewa nyumba mpya na mgodi wa Buckreef baada ya Aprili 2 mwaka huu mashine aina ya bulldozer inayomilikiwa na mgodi huo kuvamia makazi ya watu na kubomoa nyumba zao. Akizungumza wakati wa kukabidhi nyumba kwa familia hizo, Amelda Msuya ambaye ni meneja rasilimali watu wa mgodi wa Buckreef amesema uongozi wa mgodi huo umetekeleza maagizo ya serikali ya kulipa fidia ya mazao yaliyoharibiwa na mtambo wao pamoja na kuzijengea makazi familia hizo, huku wanufaika wa nyumba hizo wakitoa shukrani zao kwa kupata fidia hiyo kutokana na madhara waliopata. Mgodi umejenga nyumba zote 3 Lwamgasa zilizovunjwa na mtambo. Tukio lilipotokea, Mama Pauline Nzege aliyepata shida akiwa na mtoto alikuwa amepanga kwenye nyumba ya Bwana Benjamin Masele, hivyo kupelekea yeye kuharibikiwa na vitu vya ndani. Hata hivyo, napenda kukufahamisha kwamba mgodi uliamua kununua eneo ambalo Mama Pauline alipendekeza yeye mwenyewe na kumjengea nyumba ya vyumba viwili. Mimi ninatoa shukrani kwa mkuu wa wilaya pamoja na hao majirani zetu hao wa mgodi, jinsi walivyotambua kosa lao. Sasa mimi nashukuru sana hizi nyumba walizojengewa. Hata sisi tunashukuru sana sana, tena Mungu asaidie sana. Amefanya vizuri kutujengea, maisha yetu sasa hivi yako vizuri, tunajisikia amani vizuri. Tukio lilivyoanza kutokea ilikuwa ni operator wa mashine akiwa anaiba mafuta. Lakini kama kuna mtu anaiba mafuta, maana yake kuna watu wananunua mafuta. Usaidieni mgodi na isaidieni serikali pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuwaibua wale wote ambao wanashirikiana na watu wasio waaminifu na waadilifu kule mgodini. Tuendelee na Kurasa. Ikiwa leo ni siku ya baba duniani, East Africa TV na East Africa Radio imehitimisha kampeni ya Asante Mshua kwa kufanya kipindi maalum kilichoruka EATV katika kuwatambua baba wote wanaoendelea na majukumu ya kulea watoto na familia, baba waliofariki pamoja na baba ambao sio wa damu lakini wanawajibika ipasavyo katika malezi. Akiongea katika mahojiano maalumu ya Asante Mshua, msaikolojia Cosmas Madulu amewataka baba wote kuwajibika katika malezi ili kutengeneza kizazi kilichokamilika katika maeneo yote ikiwemo kihisia na kiakili, huku baadhi ya wananchi nao wakieleza kuhusu mchango wa baba katika malezi. Tuna vizazi ambavyo sasa hivi vinalelewa na mzazi wa aina moja, vinakuwa kidogo na mapungufu. Kama mama na mchango mkubwa kwenye swala la hisia na mtoto kalelewa na baba peke yake, atakosa kukomaa vizuri kwenye masuala ya kihisia. Na atakapokosa jambo hilo, shida itakuja kuonekana pale atakapokuwa mtu mzima kwenye maisha yenye uhalisia. Hakikishe kwamba katika utafutaji wake haki zile za watoto zinalindwa, ikiwemo elimu, mavazi, malazi, makazi na chakula. Kwa kufanya hivyo tutakuwa familia iliyo bora, na hapo ndio baba bora anapopatikana. Bila mume mimi hapo kwangu naona maisha yanaweza kuwa magumu, kwa sababu mume wangu ni mchango mkubwa sana katika maisha yangu. Sawa, kuna watu wanakuwa single mothers wanajiweza wao bila wa baba, lakini mimi kama mimi, mume ni muhimu sana. Tumalizia Kurasa kwa hili. Watu wa huduma wa tiketi mtandao kwa vyombo vya usafirishaji wametakiwa kuhakikisha wanasajiliwa na kujiunga na mifumo ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini nchini LATRA pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania, kwani baada ya Julai mosi mwaka huu hawataruhusiwa kutoa huduma hiyo. Hayo yameelezwa baada ya ukaguzi wa magari katika kituo kikuu cha mabasi Msamvu mkoani Morogoro, ambapo imeelezwa kuwa lengo ni kulinda usalama wa abiria na taarifa zao pamoja na kulinda mapato ya nchi. Na kazi hii inaendelea nchi nzima ili tuweze kuhakikisha kwamba abiria wetu wanapata huduma zinazostahili kwa mujibu wa sheria. Vile vile ili tuweze kuhakikisha kwamba wasafirishaji wanatimiza wajibu wao na wanatumia vizuri fursa hiyo kufanya biashara ili waweze kupata faida. Tiketi za mtandao ni mahitaji ya kisheria, na kwa kweli hakuna utaratibu wote ambao unaweza kutumika nje ya tiketi mtandao. Kwa hiyo ni lazima wasafirishaji wote watumie huo mfumo, na tunashukuru sasa hivi tumeboresha. Ukaguzi ni mzuri kwa sababu
Kwanza unatusaidia sasa kwenye mnatuhimiza zaidi tuweke tag, na hiyo kuweka tag inasaidia tusipoteze mabegi au kuchanganya abiria au abiria mwenyewe kuchanganya begi lake, badala ya kuchukua la kwake anachukua la mwingine. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.